Karibu watu wa Mungu na kanisa la Bwana na wateule wa Bwana, kwa sababu Yesu ametuhifadhi siku ya leo na ametulinda, ametuongoza tukapatana katika ibada ya kumwabudu. Leo ni siku ambayo imeteuliwa ya kuabudu Bwana na kumtukuza, na ninatamani ndani ya moyo wangu, na pia wewe uko na shauku, kama vile maandiko inasema katika kitabu ya Zaburi 42 ya kwamba nafsi yangu ninaonea shauku, nafsi yangu inamuonea shauku ufalme wa Bwana, kama vile yara aioneayo shauku visima vya maji. Hivyo ndivyo nafsi yangu inamuonea Bwana shauku. Hivyo ndivyo nafsi yangu iko na shauku kwa sababu ya neno la Mungu. Hivyo ndivyo moyo wangu uko na shauku kwa sababu ya kumwabudu Bwana. Na hata wewe mchana wa siku ya leo, ningeomba ukatamani kuonea mambo ya utakatifu shauku. Ningeomba moyo wako ukatamani kuonea shauku mambo ya haki na ukweli. Uachane na dhambi, uonee mambo ya haki na ukweli ambao ni ya Mwenyezi Mungu, kama vile yara aioneayo shauku visima vya maji. Hivyo ndivyo moyo wangu uko na shauku kwa mambo ya utakatifu. Hivyo ndivyo nafsi yangu iko na shauku kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. May God bless you ukionea moyo wako ukionea shauku mambo ya utakatifu na ufalme wa Mungu. May God bless you ukionea shauku mambo ya haki na utakatifu ya ufalme wa Mungu, na neno la Bwana litatukuzwa na litabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. May God bless you na Mungu akutende mema sana katika neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Biblia inatuambia tukae kama tumejitayarisha kurudi kwake Yesu. Na sisi kama wewe mchana wa siku ya leo umejiandaa ndani ya moyo wako kurudi kwa Mwokozi Yesu Kristo. Andiko inasema katika Biblia in the book of Revelation 21 verse 1, kisha nikaona mbingu mpya na dunia mpya, kwa kuwa zile za kale zilikuwa zimepita. Inamaanisha ya kwamba mambo tunamoyaona hapa duniani yataondoka na yatapita, lakini Kristo Yesu mwana wa Mungu atakapokuja, wewe uko tayari kumngojea? Kwa sababu andiko inasema tumngoje kama vile bi harusi ungojewa aende akafunganishwe na bwana harusi. Hivyo ndivyo maandiko imetuagiza kama watu wa Mungu tukaziandae kuongoza ufalme wake Yesu. Mpendwa, siku ya leo ningetaka ukajiulize ndani ya moyo wako kama wewe umeziandaa kumngoja ama kumraki Mwokozi wako ama Bwana Yesu atakapokuja mawinguni. Ni wajibu lako kama mtu wa Mungu na kanisa la Bwana kuziweka wakfu na kungoja ufalme wake Yesu wakati atakaporudi. Ziandae kwa kungoja ufalme wake Yesu. May God bless you ukiziandaa, maana ufalme wake Yesu unarudi katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki na kutende mema.